Yaani tumeona ya kwamba watu kukaa tu kuja kufanya business, wengine hawana chama, tukakasema ya kwamba kila watu wajiunge na chama wa grupu, ili hii grupu wakati wanamwakania pesa, hii pesa inasaidia mwanachama ama hilo grupu anapeleka shule mwanafunzi, anaenda analipa school fees, kuliko angojenge tu mwanasiasa atakuja siku gani amsaidie, ama waende kwa CDF waanze kuapply. Kabla hajaenda kwa CDF, hii chama imesimama already na mwana mtoto wake amemlipia shule kidogo, ile imebaki ndio aanze kutafuta. Na kwa hii miaka tumekuwa wengi wa hii chama, wengine wamenunua mashamba, wengine wameanzisha biashara hapa Dina. Tumeona watu wakiendelea. Ndio project manager wa hii chama Webuye Dina, na ningeomba members wetu wa soko tujiunge kwa hii chama ya Webuye Dina. Tuko na project yenye tunafanya, ningeomba wenye wako nje watuunge, tuingie kwa hii project. Inatusaidia kuwekeza pesa ili tufanye maendeleo ya hii Dina, ili tuwache kukopesha hizi pesa za manelenda. Sasa ningeomba members wetu ujiunge na sisi. Sasa tuko vikundi 25. Nimesema ya kwamba ndugu yetu Edi alisema hapa wakati tulimpea 105, alienda akaongeza 105 ikawa 210, akanunua ploti mahali. Na sasa tunapeana 125,000 per group, na tuko na group ambayo iko na watu 5. Ukikawa hizo pesa, si ni pesa mzuri? Ukiweka kwa stock zitakusaidia, itakusaidia na utaanza kulipa chama polepole. Na hii ni kama loan, tunapeana loan ambayo haina interest. Kwa hivyo tusimame pamoja na tusaidiane. Sawa sawa. Hizi pesa wakikupea sikusaidie. Ukiona ni pesa mzuri unaweza chukua 5,000 ulipie mtoto shule, na zingine unaweka kwa stock. Kwa hivyo members tusaidiane kusimama pamoja, na usikubali mtu akukutie na mambo ya uchochezi na uongo. Unaelewa member? Yes. Usikubali mtu akukutie na maneno ya uongo na uchochezi. Mtu kama huyo jiepushe naye na ufanye biashara kivyako, kwa sababu ukitoka nyumbani kivyako ukakuja kwa soko kutafutia watoto. Iko wengine vile walisimeti ya kwamba inafaa tuandike proposal turudishe kwa Madam Kadhari tuambilianga atuongezee 100,000. Sasa wakajiona ati tukiendelea pamoja hizo pesa zitakuwa watu wengi watakula, na wakajiona wachache ndio inafaa wasikule, ndio maana waliamua kujitenga.